Okay, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, tunakwambia tunaitwa Wakemea Mapepo. Bwana Wakemea Mapepo kutoka H Media Kiafrika sana. Tunakwambia kwa mara nyingine tena tumerudi na mada yetu mpya. Tuko live kabisa kama kawaida yetu kuwakemea. Bwana, tunakuja kukemea pepo moja hivi. Kama na pepo litamtoka mapema sana. Na litamtoka kweli. Haki ya Mungu sasa hili. Sema pepo la leo bwana, tunakuja kukemea kwa siku ya leo ni pepo ambao kidogo limekwenda na utofauti mzee wangu. Kwanza mtu lijadili hili pepo. Hili limekuwa kali. Hii tunaweza tukaihitaji hii. Hili unalitafutia nafasi kama linakosa hivi, lakini sasa hili ni sasa tuseme ni danga. Mimi naona kama ni kwenye masuala mazima ya usaliti. Sio danga. Kwa sababu udangaji ni vitu vingine. Bwana, tunaweza tukasema hapa ni issue ya usaliti kwa sababu bana, dada zetu nyie. Kuna kitu kikubwa sana ambacho mnashindwa kuelewa kwamba mtu akiwekeza moyo kwako, moyo anakuwa amewekeza aswaswa. Tena moyo, maisha. Yaani huyu amekupa maisha ujue. Sasa inafikia hatua unakuta mtu umepatwa na tatizo. Na ile tatizo mwenzako ndo anaweza kalisema. Mimi sitaki kuwachosha watazamaji wetu siku. Kwa sababu siku leo tutakuwa tuna mambo mengi. Tunaangalia. Sisi tunahitaji tuwapeleke waende waangalie live and then tunavorudi sasa ndio tuje tujuzane. Je, yuko sawa? Alafu na wewe ungefanyaje? Kwa mfano ni wewe ungefanya nini? Kwa mfano likakuwa. Tunakemea mapepo. Kwa hiyo tumejitahidi sana kuhakikisha kwamba tunafanya vipimo, lakini kikubwa zaidi ni kwamba tumefanya vipimo vya kiwango cha hali ya juu. Lengo ni kujiridhisha kwamba kweli changamoto ipo au haipo. Na baada ya kuwa tumefanya vipimo, majibu tayari yametoka na tuko nayo hapa. Kwa hiyo naombeni sasa mpokee majibu haya kwamba baada ya taratibu zote kukamilika, tumejiridhisha pasipo na shaka kwamba kuna changamoto kwa dada hapa, changamoto ambayo itahitaji kufanyiwa kazi haraka sana iwezekanavyo ili kuweza kuokoa uhai wake. Na changamoto hiyo ipo kwenye figo, ni kwamba figo zimefeli. Na sio figo moja, figo zote mbili zimefeli na tulio. Lakini kuna kila sababu ya kupambana ili kuweza kuokoa uhai wake. Na jambo kubwa ambalo linaweza kufanyika hapa ni kuhakikisha kwamba tunapata walau mtu ambaye ataweza kujitoa kwa ajili ya kupata figo moja. Kwa hiyo pia ni watie moyo kwamba hapa sio mwisho wa uhai wake. Okay, Dokta. Umesema kwamba ikitokea labda akapata figo moja anaweza kuwa sawa mke wangu? Ndio. Kwa hiyo kikubwa hapo ni kupata mtu yeyote, awe ndugu, rafiki, jamaa. Sawa, niko tayari. Niko tayari nitatoa figo ile alimradi mke wangu awe salama. Basi kama itakuwa hivyo sasa tuna shaka. Nafikiri tutawapatia utaratibu wa namna ya kufanya. Kuna taratibu ambazo inabidi zichukuliwe. Alafu sasa baada ya hapo ndo tutakwenda katika hatua inayofuata. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia. Najua unapopambana Mungu akakusaidia pia ukafanikiwa. Kuna maisha kama mwanaume inabidi uyapitie. Lakini pia kuna maisha lazima uwe nayo. Kuwa na mwanamke mzuri, anayekupenda, unayempenda. Nakupenda sana. Mara moja kutoka tukaenjoy pamoja la Simbaya. Nisijue kama mahali hapa umepapenda. Nimepapenda pazuri, afu pametulia. Kesho pia Mungu akijali ataenda sehemu nyingine. Wow. Kweli baby. Tukaenjoy. Unaenjoy tu. Umetulia tu unaenjoy, au sio? Unakula maisha mwenyewe. Una hata hofu ya Mungu. Nani huyu? Baby, sijui mimi. Unijui
Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi sijakataa hata kama umenitelekeza, umekuja umekutana na huyu bwana hapa, sawa. Hiyo ni moyo wako na maamuzi yako pia. Mama, niko hapa ninachohitaji tu ili tuachane kabisa. Kila mmoja awe na msini zake. Mama, naomba figo yangu. Hivi unajua bibi, kuna watu hawapendi mapenzi yetu Nini? Baba, hii kesi haikuhusu. Mimi na Edina huyu hapa tu. Mama, popote unakoelekea, naomba figo yangu. Figo gani wewe? Naomba figo yangu. Yaani sitaki kuelewa jambo lolote. Na ukitaka kuona kama mimi ni mkorofi, yaani leo tutaumana hapa. Naomba figo yangu. Huwezi kuwa kila siku. Mama, sina na kuenda mimi nakwambia. Hivi wewe kaka ni chizi. Unaona mimi nimebebelea figo lako hapa? Wewe niite chizi, niite vyovyote vile utakavyokuwa unataka. Kipindi una shida mimi mpaka najitolea figo yangu, mimi ndio mwenye mpumbavu mwenda wazimu. Kwanza mwanaume gani hata nguo ubadilishi? Sawa. Sawa, hamna shida. Mimi sibadilishi nguo, ni kweli hamna shida. Baby, hebu achana na ni chizi bwana, tuondoke baby. Mzee, mimi nadhani hii kesa ikuhusu. Ninachokihitaji hapa, naomba figo yangu. Mama, kwenye maisha haya usiamini kama utakuja kupata amani. Nataka figo yangu. Hebu kwenda huko. Aha. Baby, tuondoke. Wewe kukaa hapa umeketi hapa umekaa unakula unakunywa unaenjoy kwenye kutumia figo yangu mimi. Wewe mama wewe. Wewe nenda tu. Wewe kukaa hapa unakula. Yaani umeona itoshi ukaona na bado na figo yangu uilete kwenye pombe, yani uijaze mipombe au sio? What ya bibi yako? I need my figo. Sitaki kusikia vitu vingine mimi. Popote pale unakoelekea na mimi nipo. Mpaka unipe figo yangu. Au sio? Hey! Na huku. Nimekwambia popote ulipo nitakuwepo. Yaani kabla sijakamilisha kile kitu changu ninachokitafuta kwako. Mama, utopata amani katika maisha yako nakwambia. Naomba figo yangu. Bana, wewe umetuchosha. Unasemaje? Baby, ongea basi hata wewe, maana kashanitosha mimi. Unasemaje mbuzi wewe? Wewe. Kila tunapokwenda tufuatafuata. Tatizo lako nini wewe? Huyu kama mlishamalizana sio muda wako. Sina shida na mbwa wewe. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Tena usitaki kunipanda kichwani wewe mzee. Sikiliza. Asubuhi unakaja kwenye njia zetu. Wewe mzee nisikilize tena kwa makini, mimi siongee na wewe, naongea na huyu hapa malaya wako. Naomba ukome, mimi sio malaya. Na uenda tukamalizie hapa sasa. Wewe bwana, muda wako ulishaisha na yeye. Umeshaisha eh? Achana sisi. Thank you. Unanipa figo yangu nipo. Hey. Sikiliza. Piga magoti. Piga magoti. Piga magoti mbwa wewe. Hey. Mimi sio mpuuzi. Nikajitolea utu wangu mimi. Nikatoa kiungo changu ambacho sijawahi kufikiria katika maisha yangu kama naweza kufanya hivyo. Hii yote ikiwa ni kwa ajili yako. Mwanamke usiyekuwa na shukurani. Ukauvua utu wangu mimi. Ukaona unitelekeze kwa sababu ya ujinga wako. Sasa basi. Sikiliza. Kama hiyo figo iliyoko ndani ya mwili wako ni ya kwangu, I swear, naitaka. Listen. Ichi ndo unachostahili. Mama yangu,
Wewe hapumui mtu. sasa, hili ni pepo. Huyu jamaa naye amekuwa na roho ngumu. Hili pepo amelitungua moja kwa moja, hakuna cha kulikemea wala kufanyaje, moja kwa moja direct. Kwa kweli awamu hii sisi jaji wetu hatakuwa na kazi ya kufanya kumwajibisha mtu kama ilivyoada kwenye wakemea mapepo Kiafrika sana. Jamaa ametoka kila kitu amemaliza. Yaani kasawazisha na hili pepo la namna hii. Au najaji tu tumpe nani au hii mbaya sana hii. Au anamaliza moja kwa moja. Hii mbaya sana unajua. Sasa wale wenye mapepo ya hivyo muangalie hapo. Na nyie linakuja huko la hivyo. Hivi kweli kabisa mtu amejitolea figo yake amekupatia Kweli uoni ni aina gani ya upendo alionao juu yako wewe? Ila jamaa naye alikuwa amependa. Mimi hivyo hapa. Anakaba. Mimi siwajui wa hivi. Mimi sinawajua badala, mimi siwezi kupenda hivi. Hotelini yupo. Uende ba mimi kwanza kwa hilo. Mimi kwanza kwa hilo namsupport. Bwana, tulikuwa pamoja kwa siku ya leo Media Kiafrika sana, wazee wa kukemea mapepo. Kama ilivyoada, sisi kama una pepo na ni lazima litakutoka na litakutoka kweli. Nipende kuchukua nafasi hapa kuwashukuru wote wanatufanya tuwe mjini katika kipindi hicho hapa cha tuendelee kuwemo, wanatupa sauti na nguvu tofauti na wao. Nipende kuwashukuru HLAC kombucha, wauzaji na usambazaji wa kinywaji safi kabisa cha kombucha sweet wine. Unajua ni siku nyingi toka likizo sijakutana naye. Basi tunapotoka hapa lazima twende fresh mind, kinywaji bora kabisa inaitwa kombucha sweet wine. Lakini pia tupende kumshukuru Mwamba Jimmy Online Cash Point Kankara Mududu. Nilikubali ile mashine ile na yenyewe. Mtoto mdogo pesa mingi. Kopa ulipe na wengine wako